Kwa majina naitwa Victoria Mudheu. Hii ripoti nilipata mwendo wa saa 10:30. Nilipigiwa na aunti yangu hapa, kaniambia nyumba imewaka moto. So kutoka hapo ndio niliplan kukuja, nione ni nini imeteketea. Kufika nilipata nyumba yote, kila kitu imeteketea. Kwa majina naitwa Rose Maitha. Mimi ni mwenyeji huku. Kwa mwendo wa saa 9:30 usiku, nilisikia mbwa zikibweka za mbwa zangu. Alafu nikasikia makelele ya kitu ikigongwa. Sasa nikatoka. Kutoka nikasikiliza sauti inatoka wapi. Nikasikia inatoka kwa hii nyumba. Ndio nikarudi kwa nyumba, nikaita mzee wangu. Nikamwambia kuna kitu inaendelea. Alafu akaamka. Kuamka tukafungua curtain na dirisha. Ndio tukaona moto. Alafu ndio sasa tukaita watu, tukapigia watu kwa simu, tukapiga duru, watu wakakuja wakaanza kupoesha moto. Nilikuwa mimi, mzee wangu na watoto wangu wawili. Masaa ya usiku mwendo wa saa 9 nilisikia mayowe nikiwa kwa usingizi. Baada ya kusikia mayowe nikaamua nitoke niende niangalie nini inaendelea. Kuenda nikapata nyumba inaendelea kuchomeka. Tukasaidia moto ukazimika. Sasa asubuhi mwendo wa saa 3 hivi saa 4 bado nikasikia mayowe tena mahali. Ni kama watu walikuwa wanabishana, kukimbia kwenda kuangalia nikapata jamaa anaendelea kuchomwa. Kufuatilia nikasikia jamaa mwenye alikuwa anachoma alikuwa amechoma hiyo nyumba. Huyo mtu ni mtu mbaya sana. Amekuwa ni mwizi. Amehangaisha wakaaji wa hapa. Manduga za watu anapora, na ni mtu ambaye sio mwaminifu kabisa kwa kijiji. Kwa hivyo amemalizana naye kwa njia ya utata, akachomwa, akaisha papo hapo. Rajai imeamua heri haishe kuliko kushindia mambo ya kwenda polisi.